tunasema ni asante, maana umefungua ukurasa huu ili tukaisikie neno lako. Kwa kila mmoja ameingia hapa, Mungu wa neema, ukatusaidie kuweza kuifahamu. Bali katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuombe. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. So nataka tuende straight away to our topic today. Leo inakuwa ni siku ya prophetic healing and deliverance kwa kila mmoja aliyekuja hapa kwa neema ya Yesu Kristo. Kama tuko pamoja tu, nione kwa mkono. Nisaidie tu kuambia mwenzako, mwambie mwenzako usitoke nje, sasa ni wakati wa Mungu kuongea. Mwambie tu vizuri, usiende sokoni, ni wakati wa Mungu kuongea. Kaa usikize neno na kuombea kukaa. Akiondoka nitajua ya kuhubiria vizuri. Mwambie na kuombea kukaa. Utatoka nje, utakaa ndani. Pigia Yesu makofi mazuri. Gusa huyo mwingine, mwambie na kuombea kuelewa neno. Utaielewa, upende usipende. Pigia Yesu makofi mazuri. Shika macho yako useme nafukuza usingizi. Shika tu macho yako, nafukuza usingizi katika macho yangu. In the mighty name of Jesus. Ondoka usingizi. Amen. Ukilala nitajua hujaomba vizuri. Shika akili yako sasa. Mawazo ya nyumbani, ya sokoni, njaa na umasikini kule nyumbani, ondoka katika jina la Yesu. Leo nitasikia neno na kuifuata. Nitakuwa makini. In the name of Jesus, I pray and believe. Nipigie makofi mazuri kama umeomba. Nataka tuende katika topic yetu ya leo. Our topic is don't waste your repentance. Our topic is don't waste your repentance. Usijali na Kiingereza, nitakuwa tunaenda pole pole mpaka tuelewane sisi wote. Don't waste your repentance. Repentance ni kama uko na dhambi, unamwambia Mungu nisamehe. Nataka tuende pamoja. Ikiwa umevunja sheria lolote mbele za Mwenyezi Mungu, unaenda mbele zake, unamwambia nisamehe ewe Mwenyezi Mungu. Unamwambia tu nisamehe ewe Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio tunaita repentance. Pigia Yesu makofi mazuri. So our topic is don't waste your repentance. Sikiliza, katika kizazi tunachoishi, katika nchi ya Kenya, katika nchi zile za nje ya Kenya, na pia zile tunaita continent kama Australia, USA and also so forth. Listen, kumekuwa sikiliza na watu ambao wanaitanishwa na Yesu Kristo, lakini their repentance is wasted. Nenda kunitafuta tu kwa sauti mpaka unifikie kabisa. Pigia Yesu makofi mazuri. So ikifika ni kutubu, kuna watu ambao wanaharibu kutubu kwa mbele za Mwenyezi Mungu. Na ulize, ukiwa utaharibu kutubu kwako, if you will waste your repentance, hautakuwa wa kwanza. Katika Biblia kulikuwa na watu ambao waliharibu kutubu kwao, na baadaye wakaweza kupepetwa na kuisha. Na ndio maana tunataka tuone topic yetu ya leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Niangalie kama kuna pendis mpya hapa, niweke hapo. Pigia Yesu makofi mazuri. Mambo tutaanza na part A na nitaenda
part A, hii tunaita introduction, na nitaenda tu polepole. Tutaanza part A, ile tunaita introduction, na tutakwenda tu polepole mpaka tufike mwisho. Nijua hiyo somo kwa vizuri. Wangapi wanasikia? Wale kwa unanisikia? Kama unisikii tu bila mkono wako. Nijua hiyo somo kwa vizuri. Na wanataka tuanze na ile tunaita introduction. Bwana Yesu asifiwe. Now tutaangalia our main reading will be from the book of Nahum, chapter 3. The book of Nahum was a prophet. Niko na chapter 1, chapter 2, chapter 3. Lakini leo nitazikatia chapter 3 peke yake na chapter 2, but our main reading is chapter 3. Pigia Yesu makofi mazuri. Our main reading is just chapter 3. If you have a Bible, you can open there. If you have a Bible, you can open there. Pigia Yesu makofi mazuri. Now nataka nianzie pale kwa introduction na nitaenda kwa polepole. Katika introduction tukisoma hapa the chapter ends with a warning, ends with a terrifying statement. Terrifying statement. Nitaenda haraka tu. Katika kitabu cha Nahum chapter number 3 inaisha na statement, ama inamalizia na statement ambayo inahuzunisha sana. Tukisema terrifying statement ni maneno inayoweza ikakuumiza moyo, ni maneno inayoweza kukufuta moyo sana. Pigia Yesu makofi mazuri. So inaisha na maneno ambayo pengine yanafuta moyo, Ukisoma pale unaweza ukahisi kwamba hii kitu inanifuta moyo, na ndiposa naomba tuweze kusonga mbele tu kidogo na Mungu atatusaidia. Na next maana tutaingia tu pale ndani na utaona. So nilisema katika introduction ya mwezi wetu, hii kitabu kinaisha kama kinaishia na maneno yanaweza yakaumiza moyo wa binadamu, yanaweza yakaumiza moyo wa binadamu tena zaidi. Ukisoma kitabu cha Nahum 2:3, ukisoma kitabu cha Nahum 2:3 verse 5, my reader, you must be walking with me ili tuende kwa haraka. Ukisoma kitabu cha Nahum 2:5 utaweza ukaona kitu ambacho tutaangazia pale, na utaweza kushangaa sana tukisonga mbele vile Mungu aliyoweza kutushukuru sana. Basi tukiendelea, kuna mambo kidogo tunataka nitaje hapa. Tunaweza tukasema hii ni region, mpaka uangalie pale. Tunaweza tukasema hiyo ni region ama sehemu, ama kama kaunti ya Machakos. Katikati ya kaunti ya Machakos kuna areas kama Kadiani, kuna areas kama Kipangoni, kuna areas kama Mtituni, siko ndani ya Machakos. Kwa hiyo there was this region, na hiyo region ndio nataka kuiangazia pale ili tuweze kwenda pamoja kwa neema ya Yesu Kristo. Kama tuko pamoja, pigia Yesu makofi mazuri.
Now this region nataka nipatie jina kulingana na vile Biblia imeandikwa. This region is called Assyrian Empire, ama utawala wa Assyria. Nataka tuangalie pale. That was Assyrian Empire, ama ufalme huo ulikuwa unaitwa Assyria. Ndani ya huo ufalme kulikuwa na ile tunaita city. City ni kama town, kama huku Kenya tuko na Nairobi town. So ndani yake tulikuwa na city by the name Nineveh. So ndani ya Assyria, katika huo mji tulikuwa na town ama mji ulikuwa unaitwa Nineveh. Pigia Yesu makofi mazuri. Ni kama Machakos, ndani yake kuna Machakos town. Kwa hiyo katika Biblia ulikuwa na mji unaitwa Assyria, the region by the name Assyria. Ndani yake kulikuwa na town ama mji unaitwa Nineveh. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kufikia pale nataka tusome pamoja na tuanze next of with me. Bwana tusome pamoja kwa neema ya Yesu Kristo. So kufikia hapo naamini tuko pamoja. There was a region by the name Assyria. Na ndani ya Assyria kulikuwa na city ama town kwa jina Nineveh. Pigia Yesu makofi mazuri. Now nataka tusome mbele, ili nataka kutaja kitu pale ili nisome mbele. Now the question that we begin to ask ourselves as we move on is, did Nineveh in right? Ili tusome kwa haraka tu. West their repentance. That is the opening questions. Tunataka kujiuliza, the region by the name Assyria, ndani yake kulikuwa na city ambapo inaitwa Nineveh. The question is, je, wakazi, watu ambao walikaa pale Nineveh waliharibu kutubu kwao kama hawakuharibu? That is the question we are beginning with. If Nineveh was their repentance, waliharibu kutubu kwao ama kuliwasaidia? Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo swali nataka uniulize kwa akili yako tukisonga mbele. Ni kweli kwamba tunaona watu wa Nineveh walihubiriwa neno na wakatubu, na maandiko yanasema Mungu aliwasamea, maana wakati walisikia kwamba wanataka kumaliza Mungu, maandiko yanasema walifaa dunia na wakaanza kutubu na Mungu akawasikia. Pigia Yesu makofi mazuri. But the question is, kama Mungu alisikia kutubu kwao, swali ni, je, kutubu kwao kuliwasaidia? Je, kutubu kwao kuliweza kuwasaidia? Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tuende sasa part B. That is part of introduction. Tuende sasa part B. Nataka tuende B, ambapo utashangaa sana na nitaenda kwa haraka. Part B tutaangalia kile tunaita judgment justified. Judgment justified. Part B tutaangalia kitu kinaitwa judgment justified. Na wale mtakwenda kusoma kule nyumbani, tutasoma kitabu cha Nahum 3:1-7. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka uone hapa, utasidi kushangaa. Lesha barabush. Liite baraba. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio tuingie hapa, baada tusome 2 verses, alafu tuingie pale. Kitabu cha Nahum 2:13, tusome pale. 2:13 inasema nini?
inasema hivi, I am against you. I am against you, Declares the Lord Almighty. Declares the Lord Almighty. Fika hapo tu. Ilifika mahali ukisoma kitabu cha Nahumu 2:13, Mungu akaja na report kwa watu wa Nineva. Akawaambia, I am against you. Listen, are those good news or bad news? Mungu akawaambia, I am against you. I am against you. Why? Hapa sasa ndio sasa nataka tukue mengi. I am against you. I am against you. Nahumu 3:5. Sikiliza pale pengine vile Biblia inasema. I am against you. Nahumu 3:5. I am against you. Declares the Lord Almighty. Soma kwa sauti tafadhali usikike. Ama utukulie. I am against you, declares the Lord Almighty. I am against you, declares the Lord Almighty. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha Nahumu 2:13 na Nahumu 3:5, utaona Mungu akisema, akileta ripoti mbaya kwa watu wa Nineva, akiwaambia sasa niko kinyume na ninyi. Kwa chochote mnachofanya niko kinyume na ninyi. Kwa hiyo report haikuwa nzuri. Haikuwa nzuri. Sasa nataka tuone kwa nini Mungu alisema hii report, alileta hii report kwa na kuwaambia kwamba I am against you. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Wale ambao wanafanya kazi ya mjengo, ina mkono. Kama unafanya kazi ya mjengo, ina mkono. Hasa wewe ni fundi wa nyumba, ina mkono. Imagine, listen, ujenge nyumba kama hii na mtu akikuja anasema hii kazi yote ni bofu na sitaki. How will you feel? Pigia Yesu makofi mazuri. Sikiliza, wale ambao wanafanya kazi ya nyumba, si mbaya, kazi ya nyumba ni kazi nzuri, maana inasaidia watoto kukua. Uandike kazi ya nyumba, alafu bosi wako akuja akwambie unaifanya vizuri, unaifanya vibaya. How will you feel? Akwambie kile kitoto umefanya kuanzia asubuhi mpaka saa hii, siitaki na siipendi. How will you feel? Vibaya. Pigia Yesu makofi mazuri. Wale ambao wanafanya kazi ya kubeba abiria, ubebe mtu ukimfikisha akwambie sijapenda vile unaendesha. Sasa utafeel na madai. That is now watu wa Nineva waliambiwa na Mungu, I am against you. Sasa hapa tunataka kuona wakati Mungu aliwaambia I am against you, but hii tunataka tuone kitu kinaitwa judgment justified. Na sikiliza hapa, wakati tunasema judgment justified ni kwamba hukumu umewekwa muhuri na kusemekana kwamba lazima kutimie. Pigia Yesu makofi mazuri. Lesha barabara. Na kusonga pale mbele ili uweze kuona. So, as we move on, utaona kwamba the Lord God justified judgment upon tukisema Assyria ni the same as Nineveh. So Mungu alisema kwamba sasa ameweka muhuri. Ameweka nini? Muhuri. Sasa watu wa Nineveh na mji huo utaharibiwa. Baada tusonge hapo mbele uweze kuona kulingana na maandiko. Kwa nini Mungu, why God said this? Why God said this? Why God said this? Baada tusonge mbele pale. Kwa nini Mungu alisema hivi? Aliyatufanya. Kwa nini Mungu alisema hivi? Mungu alisema hivi kwa sababu alisema the city
The city was full of number one. Kwa nini Mungu alisema Nineva lazima ihukumiwe? Lazima ihukumiwe. Maana kuna zile dhambi zilikuwa zimekita mizizi, zimemea katika ule mji. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko yanasema kwamba kwanza, the city of Nineveh was full of blood. Ilikuwa na damu. Watu walikuwa wameuana, wanauana tu ovyo, pengine wanatumia mkuki na kulipuana. So walikuwa wamevunja amri ile tunasema do not kill. Pigia Yesu makofi mazuri. Na recently, ili tusonge mbele, maandiko pia inasema hawa watu wa Nineva walikuwa wanafanya dhambi ile ambayo tunasema lies, uongo. Walikuwa na watu wa kudanganya kila saa. Listen this. Cha ajabu ni kwamba walidanganya mpaka Mungu. Walifahamulia kutubu, sikiliza, na wakafanya mambo mengi kuonyesha Mungu they are now serious. But guess what happened? Dhambi walizotubu waliingia hapo tena. So walidanganya Mungu na pia binadamu. So hiyo dhambi ilikuwa juu yao. Number 3, hawa watu walikuwa ni watu wamefanya dhambi ambayo tunaita kulanga. Watu wanaweza badilisha hasa the meaning of kulanga ni nini? Kulanga ni ile ukienda kwa vita, mnanyang'anya watu vitu vyao na mnalima. So watu wa Nineva walikuwa wanaenda vita na wananyang'anya watu vitu vyao, wanasibeba, wanakwenda nazo. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu walikuwa ni watu ambao wakienda kwa vita wananyang'anya watu vitu vyao na wanakwenda nazo. Kwa hiyo hizi dhambi walikuwa wamezifanya na Mungu akawa na hasira juu yao. Pigia Yesu makofi mazuri. Biblia inasema pia kulikuwa na dhambi nyingine ambayo tunaita blood fasting. Blood fasting. Kwa dhambi ile pia bado wanafanya, tunaita blood fasting. Blood fasting ni ile kuwa na kiu ya kuua mtu. Unakuwa na kiu ya kuua mtu. Mtu akikukosea unakuwa na ile kiu ya kutaka kumuua, hata sio kumuongelesha. So watu wa Nineva walikuwa na hiyo kiu ya kuua watu, na pia walikuwa wanafanya hiyo dhambi ya kulanga, na bado walikuwa wanafanya dhambi ya udanganyifu na kumwaga damu. Kwa hiyo hizo dhambi walikuwa wamefanya. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tusonge pale mbele kwa neema ya Yesu Kristo. This statement now will shock you. Sikiliza hapo mbele tunapokwenda. Because kwa sababu ya hizi dhambi, because of being sinful, God brought judgment to them. God brought judgment to them. Kwa sababu ya kuwa ni watu ambao wanaotenda dhambi, maandiko yanasema Mungu alileta kitu kinaitwa hukumu juu yao. Alileta kitu kinaitwa hukumu juu yao. Na listen, wakati Mungu alikuwa analeta hukumu juu yao, aliwaambia nini? Aliwaambia, whatever you have done to others shall also be done to you. That's what the Lord said. Whatever you have done to others, you have done to
does shall also be done to you. Shall also be done to you. Be done to you. Pigia Yesu makofi mazuri. Na listen, watu wa Nineva waliua, wakaua watu, wakaenda wakaharibu miji, wakabeba, wakafanya dhambi ya planda, wakabeba vitu vya watu, wakafanya udanganyifu, wakakuwa na kiu ya kuua watu. Na Biblia inasema Mungu akawaambia, vile mmefanyia wengine na ninyi pia nitawafanyia hivyo hivyo tu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka kusonga mbele tu. Mala ushala bala. Na sikiliza. This is mighty God. Huyo ni Mungu mwenye nguvu. Justifying judgment. Ama anasema kwamba vile hawa watu wamedanganya, vile hawa watu wameua, vile hawa watu wameharibu miji, nitawafanyia hivyo hivyo. Huyo ni Mungu akisema. Now let's look at Paul, Apostle Paul justifying this in the New Testament. Apostle Paul justifying this. Now katika New Testament tutaona statement ama verse inayosema na Mtume Paul. Pigia Yesu makofi mazuri. Kitabu cha Warumi in the book of Romans 12:19. Msomaji ili tuende kwa haraka. In the book of Romans 12:19 maandiko inasema, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's word. For it is written, it is mine to avenge. Now listen from there. Maandiko yanasema vengeance belongs to God. Yaani Mungu ndiye analeta hukumu. Sikiliza. Hawa watu wa Nineva walifanya hizi dhambi. Na wakati walifanya, wale walifanyiwa, Mungu sasa alisema ndiye atachukua nafasi ya kulipiza kisasi. Na kulingana na Mtume Paul tunaona kwamba kulipiza kisasi ni kwa Mungu, sio kwa binadamu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu Mungu anasema yeye ni mwenye kuchukua mkono wa hukumu, ama yeye ndiye analeta kitu kinaitwa judgment, anasema kwamba katika hii, kama katika hii eneo ya Nineva, lazima nilete kitu kinaitwa judgment. Pigia Yesu makofi mazuri. Leshala balaba. You can write this. Now think about the idea of repayment. Think about repayment. Think about repayment. Repayment ni wakati, sikiliza, wakati unatenda maovu, sikiliza, Mungu anachukua mkono wa kuleta hukumu. Now think about repayment. Kile unafanya bado unafanyiwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Think about that. You have to begin to think. Kile unafanyiwa ama kile unafanyia wengine, Mungu anakufanyia hicho hicho tu. Sikiliza, mara tunataka kuingia na maandiko tuone hii. Kile unafanyia wengine, Mungu anakufanyia hicho hicho tu. And you like to see this in the Bible. Now think about repayment. As we think about this, kuna kitu utaona. Angalia hapa. Kuna kitu utaona. God repays our actions. Repays our actions. Kulingana na maandiko utaona kwamba the actions we take, listen this. Chochote tunachofanya, listen, chochote tunachofanya, basi na Mungu anakiangalia, vile vile tu anakufanyia. Pigia Yesu makofi mazuri. Leshala balaba. This is now another statement. Whatever we do to
and we like to move on. God will do to us whatever we do to others. Whatever we do to others. Chochote unachotendea wengine, basi Mungu anafanya hivyo hivyo kwako. Nataka tuende katika Biblia tukisoma mbele ili uweze kuona watu wa Nineve walifanya mauaji katika neighboring places. Wakaleta kitu kinaitwa uongo, wakanyang'anya watu wao, wakaharibu na wakaua watu. When God said atatoa hukumu juu ya Nineve, na ulize maandiko yanasema Mungu alichukua hatua hiyo na akawaambia, I am against you. Now listen this, God will do to us whatever you do to others. There is a question as we move on. What have you done to us? You can write this. Ili tuweze pamoja. Nataka tusomewe kitabu cha Nahum 3:7. Nahum 3:7. Nahum 3:7. Tusome pale. The book of Nahum 3:7. Maandiko yanasema Nahum proclaims ama says that nobody will care. Angalia hiyo verse 7. Tusome. All who see you will flee from you and say, Nineveh is in ruins. Who will mourn for her? Where can I find anyone to comfort you? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Nahum 3:7 utaona maandiko yakisema no one is going to care when the city is destroyed. No one is going to care when Nineveh is going to be destroyed. Is going to be destroyed. Na sasa maandiko yanasema kitabu hicho cha Nahum 3:7, Nineveh ikianza kuharibiwa, nobody will care. Nobody will care when Nineveh is going to be destroyed. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Mungu akianza kuharibu Nineveh, nobody will care. Everybody, in fact, the Bible says, everybody is going to be happy. Everybody is going to be happy when Nineveh is going to be destroyed. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, as we continue, there is this question you need to ask yourself. Maandiko hapo inasema Nahum 3:7, wakati Nineveh itaanza kuharibiwa, hakuna nobody is going to care. Kila mtu atakuwa anafurahi Nineveh iendelee kuharibiwa. Now this is the question, what about in the New Testament? What about in the New Testament? If ukifanya dhambi, ukichokoza wengine, listen, wakati Mungu atakuwa anakuchapa kiboko, is there anybody who is going to care? That is the question now. Pigia Yesu makofi mazuri. Lishala barabara rush. Nataka tuende sina. Sasa vitu tumeona kwamba Mungu aliamua ataharibu Nineveh no matter what. Na maandiko yanasema from verse 1 to 7, yule ataona Nineveh ikiharibiwa na Mungu anafanya tu kucheka. Afura yasema madhari hivyo, wacha iharibiwe. Wametua sana, wacha waishi. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Now tuende uone kitu kinaitwa useless strength.
tunataka tuone kitu kinaitwa useless strength, na hiyo utaipata katika kitabu cha Nahum 3 from 8 to 19. Kama kueleza hapa ili tuende pamoja 8 to 19. Manabush. Now listen, useless strength. Now, the power of Nineveh is going to be useless. Power of Nineveh is going to be useless. It's going to be useless. Nguvu zake Nineveh, they are going to be useless. They are going to be useless. And that's where we are going to see now. Useless strength. Kama nguvu zake zitaenda kuwa useless, ni kama kusema Nineveh is useless also. Nineveh is useless also. Ama mji huo utaenda kuwa ni mji hauna maana tena. Now, kulingana na maandiko, it does not matter that it is a great empire. It does not matter. Does not matter it is a great empire. Is a great empire. Haijalishi kwamba Nineveh ni kwamba ni mji mkubwa wenye nguvu, lakini Mungu amesema kwamba I am against you, and then you are going to be powerless and you are going to be useless. Malashirus. Tusomee 9 and 10. Sikiliza vile maandiko yanasema. 9 and 10. Push and Egypt were boundless strength. Put and Libya were among her hands. 10. Yet she was taken captive and went into exile. Her infants were dashed to pieces at every street corner. Lost were cast for her nobles, and all underage men were put into chains. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma 9 and 10, Mungu kuna kitu Mungu anawakumbusha. Mungu anawakumbusha kwamba there is a place by the name Thebes in Egypt. Mungu anawakumbusha kwamba there is that place by the name Thebes in Egypt. Na maandiko yanasema Mungu pia anawakumbusha kwamba waliweza kuharibiwa, vile vile wao wataharibiwa. Kama hiyo miji iliweza kuharibiwa, pia wao wataharibiwa katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now there's a question Mungu anauliza pale katika mstari wa 11. Tusomee 11 mpaka 13. 11 mpaka 13. You too will become drunk. You will go into hiding and seek refuge from the enemy. Maandiko yanasema you too will be destroyed. Will be destroyed. Maandiko yanasema kwamba Mungu anawaambia kwamba your fortress ama ufalme wenu wa Nineveh bado pia utaweza kumalizwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Utaweza kumalizwa. Hivyo ndivyo Mungu anawaambia pale pale. Na tusome mbele uweze kuona mstari wa 12. All your fortresses are like fig trees with their first ripe fruit. When they are shaken, the figs fall into the mouth of the eater. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko yanasema watajificha kwa adui, lakini bado wataisha kuisha. Now I want us to go to 14 to 19. Uone sasa pale 14 to 19. Hiyo chapter 3. Uone vile maandiko inasema pale 14. Draw water for the siege, strengthen your defenses, work the clay, tread the mortar, prepare the brickwork. Next. 15. Yes. There the fire will consume you, the sword will cut you down,
and it will devour you like a swarm of locusts. Multiply like grasshoppers, multiply like locusts. 16. You have increased the number of your merchants, till they are more numerous than the stars in the sky. But like locusts they strip the land and then fly away. 17. Your guards are like locusts, your officials like swarm of locusts that settle in the walls on a cold day. But when the sun appears, they fly away, and no one knows where. Fika hapo utamalizia baadaye. Lakini kusoma pale maandiko inasema their strength will not help. Their strength will not help. Their strength will not help. Maandiko inasema ikianza kuharibiwa, hakuna nguvu zao zitaweza kusaidia hata kama. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko inasema pale hakuna nguvu hata kidogo zao zitaweza kusaidia wakati Nineva itaanza kuharibiwa. Na kama vile tusomee mstari wa 19. Sikiliza mstari wa 19. Yes. Nothing can heal you. Nothing can heal you. Tayari Mungu ameamua kuwamaliza. Ukisoma 19 anawaambia nothing can heal you. Nothing can heal you. Now, continue. Your wound is fatal. Your wound is fatal. All who hear the news about you clap their hands at your fall. For who has not felt your endless grief? Yeyote atasikia kwamba Nineva inaharibiwa, atapiga magoti na kusema afadhali hivyo. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Pigia Yesu makofi mazuri. Na sikiliza, walikosea Mungu wakatubu, lakini walitubu uongo. Mungu akawasamea, lakini ilikuwa ni uongo. Wakarudi tena kule kwenye zile dhambi. Maandiko inasema naye Mungu akatuma nabii Nabii akawaambia kwamba sasa imefika mwisho. Hakuna kupona tena. Sikiliza, hakuna kupona tena na hakuna mtu atawaponya. Yule atasikia Nineva inaharibiwa, maandiko inasema watapiga makofi yao na kusema afadhali. Imagine wakati unauawa watu wapige makofi, utasikiaje? Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini hiyo ndio habari ililetwa na mtumishi wa Mungu. Akawaambia yeyote atasikia kunaharibiwa, yeyote atasikia destruction inaendelea, maandiko inasema atapiga makofi na kusema afadhali hivyo. Na listen, mtu akuone, kuza mwenzako mwambie listen this now. Mtu akuone, sikiliza, mtu akuone tu kwako kinaumana, halafu Mungu badala ya kurumie sasa anapiga makofi. Utalisi hayo mwanadamu. Sasa Nineva ilikuwa inaharibiwa, na badala ya watu wasaidie Nineva, watu wanaisha na wanauawa, wanapiga makofi, wanasema adui endelee, malizeni. It was a very shocking moment. It was a very jambo la kuhuzunisha, lakini Mungu aliamua kutenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Now let us go to D. Let us go to D. Let us now go to D. Listen what the Bible says. See, nataka kuwa makini. Let's look at what we call wasted repentance. Nataka nikufafanulie pale wasted repentance. So what happened to Nineva? What happened to Nineva? What happened? What happened to Nineva? Nataka sasa tuende pale. This is one of the important questions to ask. Kulingana na historia kulingana na wakati about 150 years ago, Jonah the prophet was sent. Listen, alitumwa kule Nineva akaweze kuwaambia hatari ya Mungu inakuja. Kweli si kweli? Pigia Yesu makofi mazuri.
Now when Jonah preached, listen, when Jonah preached to Nineveh, this is the question. Did they repent? Did they repent? Wakati Mungu alimtuma Yona aende akahubiri Nineva, the question is, je, walitubu? Wakati wanasema walitubu, wakati wanasema hawakutubu. Wakati Yona alikwenda Nineva, walitubu? Yes or no? Walitubu? Wakati wanasema walitubu, no. Asante, tuwapigie makofi mazuri. When Jonah went to Nineveh, walienda wakatubu dhambi zao. In fact, maandiko inasema walifaa dunia wakaweza kutubu mbele za Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama walitubu, piga makofi mazuri matatu, 3 claps. Ongezea tena kwa neema ya Yesu Kristo. Na walitubu, waliweza kutubu. In fact, maandiko inasema walitubu. They did repent and God accepted. God accepted their repentance. God accepted their repentance. Wakati walihubiriwa na Yona, in fact walifaa dunia. Sikiliza, na wakatubu. Na maandiko inasema Mungu halikubali kutubu kwao. Halikubali kutubu kwao. He accepted, God accepted their repentance. God accepted their repentance. Now listen. Kama Mungu, sikiza twende pamoja. Lisha alabayanikus. Ikiwa Mungu alikubali, sikiza, alikubali kutubu kwao, kuna kitu tutaona hapa. Ikiwa Mungu alikubali kutubu kwao, what is now? Kwa nini sasa anayaribu Nineva? Ndio niangalia wale wanaenda sokoni, waambia warudi. Uwezi acha mkutano wa Mungu ukiendelea. Pigia Yesu makofi mazuri. Now let us go to the book of Jonah 3. Jonah 3, 8 to 10. Jonah 3, 8 to 10. Tunasomewa pale. Sasa Mungu amesamea watu wanaokaa katika kijiji, lakini anasema nitawaharibu. How can you forgive and then destroy? This is the question now, so that we move together. How can you forgive and then you destroy? Maana walipotubu Mungu aliwasamea, lakini sasa anasema atawaharibu. Tusomee 8 to 10. 8. But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. 9. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that they will not perish. 10. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma hapa unaona kwamba walisamehewa kweli, si ndio? Walisamehewa na walitubu. Bali sasa Mungu anaharibu Nineva. Why? Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka tuende ndani sasa uone. Sikiliza hii, maana itakusaidia. Mungu aliwasamea kweli na walitubu. But this is the question. Maandiko inasema wao, tunatumia Kiswahili, wao na watoto wao. Sikiliza, watoto walirudia zile dhambi. Walirudia dhambi. Zile dhambi walitubu, wakasema wameziacha. Watoto wao walirudia. Na kwa sababu zile dhambi walisamehewa, ndio
That's why Mungu alikuja akawaambia, I am against you. Pigia Yesu makofi mazuri. Na hapa ndipo nataka ukuwe very key. Uone sasa vile maandiko inaweza ikaeleza mambo haya ili tujue sisi wote. Kwa nini Nineva ilisamewa inaharibiwa? Sababu zile dhambi walitubu ndio wamezirudia tena. Na walipozirudia tena, Mungu akaja akasema sasa, I am against you. Now look at this. Sasa kutubu kwao hakukuleta meaning. Halo? Salimia mwenzako mwambie sikiliza. Kusalimia tu. Kama umelala mtune kidogo mwambie sikiliza. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Walitubu ndio wakasamewa. Lakini swali ni Nineva bado iliharibiwa. So ule kutubu kwao hakukuwa na maana. Unaelewana? Hakukuwa na nini? Na maana walitubu, Mungu akaona this is a serious repentance. Wacha niwasamehe. This is a serious repentance. Wacha tu niwasamehe. Lakini sikiliza, kutubu kwao hakukuleta mili. Baadaye waliisha tu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen. Imagine kuchukua nafasi, mnafaa kunia kutubu. Na Mungu anasema nimepokea maombi yenu na kutubu kwenu. Sasa nimewasamea, sitawaharibu. Lakini wakarudia tena yale makosa. Naye Mungu akakuja akasema I am against you. Kwa hivyo kutubu kwao kulikuwa meaningless. Bado waliharibiwa baadaye. Pigia Yesu makofi mazuri. So their repentance was a waste of time. Listen, the repentance of the Nineva was a waste of time. Ni kweli Mungu aliwahurumia akawasamehe, but they went back to the sin. They went back to the lies. They went back to the bloodthirsty. They went back to killing. They went back to plundering. Kwa hiyo kutubu kwao it was just meaningless. Afadhali hata awange tu. Niona akisema tu mtaharibiwa waharibiwe tu. Maana baadaye waliishi bado. So the repentance of Nineva was useless. Still waliisha, it was useless. Pigia Yesu makofi mazuri. Now let us go to the book of 2 Corinthians 7:10. Kijana umepeleke haraka tafadhali. Pinki. Now listen. In fact, listen. God in heaven saw a true repentance. In the people of Nineveh. Sasa Mungu akiwa mbinguni aliona kweli hawa watu wametubu vizuri. Sasa wameachana na ila sitawamaliza, wacha waendelee na maisha yao. But according to the people, listen, their repentance, the true repentance was useless. The true repentance was useless. That true repentance walifanya was useless. Ni kama vile tunaenda kwa crusade. Unaambia mtu anasema kuanzia leo nimeacha yote. But ifike after 3 days he is there. So that repentance was useless. Pigia Yesu makofi mazuri. The true repentance according to the Bible was useless. Maana Nineva bado iliweza kuisha. Now look at this in the book of 2 Corinthians. And the book of 2 Corinthians 7:10 is another pale. The book of 2 Corinthians 7:10. 10. Yes. Godly sorrow. Ongeza sauti tafadhali. Godly sorrow brings repentance. Godly sorrow brings repentance. That leads to salvation. That leads to salvation. And leaves no regret. And leaves no regret. But worldly sorrow brings death.
Bwana Yesu asifiwe. Na sikiliza, Maandiko yanasema worldly sorrow brings death. Now listen. Swali ni hii, watu wa Nineva walikufa ama wakufa? Bado waliuawa, ingawa walitubu. Sawa sawa. Na Maandiko yanasema kilio kinachotokana na dunia kinaleta kifo. Na listen, mtu akitaka asikiza, Wakristo tusipokuwa makini, kile Mungu anaona akiwa mbinguni sio kutubu kwa kweli. Ni ile msisimuko nimeamua. But listen, according to the book of 2 Corinthians, Maandiko yanasema worldly sorrow, kilio cha dunia kinaleta kifo. Inaleta kifo kulingana na Maandiko. These are some of the questions now. I need us to ask as we continue and as we look at the Bible, what it says. In the book of 1 Samuel 2:12. Now listen, the book of 1 Samuel 2:12. Nisamehe pale 12. Eli's sons were slanderers. They had no regard for the Lord. Sikiliza, pale ukisoma 1 Samuel 2:12, Maandiko yanasema kulikuwa na nabii ambapo anaitwa Eli na alikuwa na watoto. Sawa sawa. Maandiko yanasema watoto wake, they did not fear God. Listen. Hawakuogopa Mungu hawa watoto, lakini baba yao, angalia hapa. Baba yao alikuwa ni priest, ni wa Mungu tu, lakini watoto hawakumwogopa Mungu. Sawa sawa. Na Maandiko yanasema mwisho wa hawa watoto, Maandiko yanasema, in fact the Bible says the sons and what we call rebellious. Walikuwa ni watu tu wenye kiburi na kukataa amri za Mungu. Lakini the question is, mwisho wao ulikuwa ni nini? Ni kweli baba yao alikuwa kuhani, ni kweli walikuwa wanaishi karibu na upako, lakini mwisho wao, listen this, hata hukumu ikaja kwao kwa sababu hawakumwogopa Mungu. The question is here, hawa watoto kwa nini kuhani? Baba yao alikuwa ni mhubiri, mtu ambaye anatembelewa na Mungu, lakini watoto walikuwa hawamwogopi. Bwana, they were rebellious. Yesu makofi mzuri. Unaweza ukawa na rafiki ambapo hamuogopi Mungu, sikiliza, lakini ataangamia tu. Unaweza ukawa na mtoto ambaye hamuogopi Mungu, akikosa kumtii Mungu bado ataangamia. Kuhani Eli alikuwa na watoto, Maandiko yanasema they were rebellious. Mwisho wao is recorded clear there. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, the book of Judges 2:10. Nataka tusome kwa ili nikueleze kitu tukisoma mbele hapa. The book of Judges 2:10, Maandiko yanasema, and all that generation also were gathered into their fathers. And there arose another generation after them who did not know the Lord, all the work that he had done for Israel. Maandiko yanasema hapa, kizazi kilichokuwa kimetubu pale Nineva kilikuja kikaisha. Listen. Na kukatokea kizazi kingine ambapo hakikumwogopa Mungu hata kidogo. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka kusimamisha vitu hili pale. Leshala badabu. Na kijana unipeleke haraka niache kukuocha na wala. Let us go to the book of Deuteronomy 6:49. Deuteronomy
6:4 to 9. Tasoma tu kidogo pale. Tusomewe Deuteronomy 6:4 to 9. Tusomea kwanza 4 and 5. 4. Yes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart. With all your heart. With all your heart and with all your soul and with all your strength. 6. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Next. 7. Impress them on your children. Teach them or impress them on your children. Listen. Now Moses anaambiwa na Mungu kwamba kile wanajua, they fear God, then watoto wao wafundishwe nini? How to fear God. Now listen. Hapa kuna fathers na hapa kuna watoto. Listen. Maandiko, Mungu anasema na wao na kuwaambia wao na watoto wote they should fear God. Sio wao alafu watoto waogope Mungu, wote wawili. Watoto na wao they should fear God. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen. What is to fear God? One way we can say you fear God is to honor and true repentance. One way we can say we fear God, one way to fear God is to honor true repentance. Is to honor what we call what we call true repentance. Tengeneza hiyo sauti yache kutoa. One way to fear God is to honor true repentance. Njia moja ya kumwogopa Mungu ni kutoa ile tunaita true repentance. Lakini hapa kulingana na maandiko yanasema kama wewe ni mzazi na unamwogopa Mungu, ni kazi umepewa, teach your children on how to fear God. Eli alikuwa na watoto, what happened? Sisi tuko na watoto, what will happen? Maandiko yanasema Mungu akatoa amri nyakati za Musa, akaambia Musa, teach your children on how to fear God. Pigia Yesu makofi mazuri. That's why kama kwa hapa na kwa mtoto, ukiona anakataa kanisa, taandika. Kwa mtoto kwa hapa, ukiona anakataa kanisa, taandika. Na ikiwa ni wewe ukuji kanisa, itakuwa na madhara. Pigia Yesu makofi mazuri. Wakati uko hapa na kuna watoto wa sekondari, ukiona mtu amefika sekondari na hataki kwenda kanisani, taandika. Akikushinda tuletee sisi wazee, tutaandika wazi kabisa. Maana maandiko yanasema teach your children on how to fear God. Mlabu sana bayani. Na tusende pale mbele uweze kuona ili tuone pamoja. Kitabu cha Hebrews number 6, 1 to 3. Hebrews number 6, 1 to 3. Hebrews number 6, 1 to 3. Nataka kusoma pale. 1. Yes. Therefore, let us move beyond. Listen there. Alafu nilete ile chati pale. Wacha nisome ni ulete chati. Now listen. Hebrews 1 to 3. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity. Hapo sasa nataka nikuonyeshe why. Listen. Kwa nini tukitubu tunarudi kwa makosa? Kwa nini tukitubu tunarudi kwa makosa? Why do people repeat the same sin and repentance? Why do you keep on repeating the same sin, same sin after repentance? Na kuna kitu kilifanyika pale Nineva. Kwa nini walirudia dhambi zao tena? They were not mature. They did just what we call repentance. Mungu tumesikia hatutakosa tena. But they were not mature. Hello? Kwa hiyo walirudi tena. Angalia hapa.
Why do you keep on repeating the same sin after repentance? Now check here, lete hapa tukuonyeshe hapa. Alafu tusome kuje hapa. Angalia hapa. This is a sinner. Tuseme ako na dhambi ya hasira, anatubu, forgiven. Kesho yake hasira, anger, forgiven. Sasa hizi zote you are forgiven sinner, zote ni wastage. Unatubu leo unisamee anger, kesho yake uko nayo. All this is just wastage. Why? Because if God begins to judge, ikiwa Mungu ataanza kuleta hukumu, atakuletea tu hukumu. Aidha akwambie unaenda hellfire ama akupatie kitu kingine inaitwa punishment. Why? Because it's just a wasted repentance. Now this is a question as you move there. Never they did what we call wasted repentance. People can hear. People can listen and hear the message of God and they say, from today I want to do it. But give them 3 days. Give them 3 days. They are there. Then the question is, unatubulea, unarudia. That is just wasted repentance. Now, ikiwa Mungu kulingana na Biblia in the Old Testament and New, ikiwa Mungu akiona kwamba unatubulea, unarudia, anafika mahali tu anasema I am against you. Just wait for judgment. Old Testament he did that. In the New Testament same point is used. Unaweza kuwa unarudia. When God will say I am against you, where will you go? That's the question. Where will you go? Sitafanya Mungu leo nisamehe. Kesho yake Tuesday unarudia. If it reaches a point, God can say I am now totally against you. Because I know people, wakati mtu anatenda dhambi akirudia, anaenda na zile first chapter. God is merciful. Hivyo, but the Bible is very clear. Luke 1:50, God is merciful to those who honor him. It is, kama ufuate sheria za Mungu, there is no mercy. So, hii ndio imekuwa tabia ya Wakristo na watu wengi. Natubu narudia. It can reach a point like what God did to Nineveh. And God said, I am against you. No, wait forever. This policy is taught by Paul clearly. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka uone hapa, ikiwa inaweza fika mahali Mungu aseme sasa, I am against you because of repeating the same sin. You are forgiven today, tomorrow you are there. You are forgiven, you are there. You are forgiven, you are there. Then what is the solution now? Because you are forgiven, you are there. You are forgiven, you are there. The end result is wasted repentance and then judgment and fire. Mungu atakuja aseme umekaa kanisani kusikiliza injili siku ngapi? Nimekataa. So ulitubu karudia watu. Mungu kuja kukuta. Yaani Mungu akuje siku moja atumane malaika kwako usiku na uulize, umekaa kanisani miaka ngapi? 5. Haya. Dhambi ya kwanza uliokuja nayo kanisani ngapi? Gani? Hasira. Ukatubu nikakusamehe ndio, ukarudia ndio, ukatubu ndio. I am against you. From days 40 now, wait for hellfire. Because you are repeating the same sin. So, ile mara umetubu yote is just a wastage of time. How many, listen, wakati hapa wanataka kuingia mbinguni, nimeareko hela ile kwa mkono wako. Begin Yesu akafuta. Now listen this, sons and daughters of God. Listen this. I'm one of the 2 preachers, but I don't preach what I think I should preach. But I preach what the Spirit of the Lord
says to the people, pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna siku nitasimama hapa nikudanganya. Maana kukudanganya ukae kanisani haina maana. Wakati tuko pamoja. Kukudanganya ukae kanisani haina maana. Kukuambia iko sawa wakati haiko sawa haina matunda yoyote. Sikiliza. Maana matunda ya rebellion haiwezi kufichika. Maana kuharibu, sikiliza, destruction of God is never hidden. It is done in public. Now listen this. Ngoja mwenzako mwambie listen. Mwambie wacha kulala ni kubaya. Now listen this. Nineva ilipoanza kuharibiwa, watu walipiga makofi wakasema afadhali hivyo. Ndio. Now listen this. Sisi wa Kristo tusipokuwa makini tuko kama hao watu wa Nineva. We repent. Wakati Mungu ataona imekwisha, aseme I am now against you. Where will you go? I have one of my friends who is a pastor. Alikuwa anahubiri anadanganya watu. The Lord has said, Mungu amesema ulete sadaka ya 10,000. But one day, yeye alinielezea an angel came wakati alikuwa amelala. Akamwambia, I am against now what you are doing. You are going to paralyze and die, and people will watch you. And it happened. Asubuhi mimi nilienda kumwombea akiwa paralyzed. Nilipofika ndani Mungu alikuwa ameniongelesha, nikauliza bibi yake what happened. Na nikamwambia kama Mungu amekuambia utakufa, sasa wacha tuachie. Akafa na akasema hivi vikaisha. Because alifanya kwa kupenda pesa. Anaambia Mungu amesema ulete peke analeta, peke analeta. But what happened later? God said, I am against you. You are no more. Now listen this. We are now stepping on a danger side of God. When you are sinning, unasamewa, unarudia, unasamewa, unarudia, unasamewa. You are now stepping on a danger side of God. Because when God will say, I am now against you, my son. From there henceforth, wait for hellfire, and people will see my punishment, and will see you in hellfire. Now listen, if Jesus gave us the story of rich man and a poor man, Lazarus, listen. Mungu alituonyesha kwamba ukiwa mbinguni utaona mtu akiwa jiona. Ikiwa unatubu kutubu kwa uongo, sikiliza, unatubu unarudia. Sikiliza, wale watu wanatubu kutubu kwa kweli na wanasamewa, wakiwa mbinguni watakuona jiona mtu ukichomeka. Ili wewe useme, badala ya wakusamehe, badala ya waone usoni kwao, watapiga makofi na kusema kumbe nilikuona kanisani lakini nilikuwa natubu tu. Wasted, tunatubu kiuongo. And nobody, listen, nobody, what happened to believer is what will happen when Jesus will come. People will come and say, continue back. Now, wakati wanataka tuwaone wakiteseka kule jiona, wakati tutatoka huko duniani, should have your hands. Wakati hawataki tuwaone pale hellfire wakichomeka, tukiacha safari ya hapa duniani, should have your hands. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo inanifurahisha sana. Na ndio tusikue, sikiliza, ndio tusiwe, sikiliza, ndio tusiwe na kutubu usiku ambao ni kwa uongo, ambao ni false repentance, na kutubu ambao hakuna matunda. Yani in summary, wasted repentance. What can we do? What can we do? Sikiliza, siku moja niliongelesha mama mwingine pale Kiambu, akaniambia pastor, ukiomba, listen this. Naomba sister usitoke nje, vumilia tu nimalize kuhubiri. At least usitoke nje. Huu ni mkutano wa Mungu na sitaki
niulize na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuvumiliane tu kidogo tafadhali. Now listen this. Nilikuwa nasema hivi, mama hapo Kiambu alikuwa anakunywa pombe na kuuzia watu miraa. Na ananiambia pastor, hizi vitu siwezi kuacha kwa haraka. Lazima nipewe muda niache pole pole. Nani alikuambia Mungu atakupa muda? Halo? Nani alikuambia Mungu atakupa muda? Badala ya Mungu akupe muda, you will be patient for some days and he will come and tell you, I am against you. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Ukisikia spirit ama roho Mungu anakuambia stop this, you have to stop no matter what. You don't have to question. You stop. If you don't stop, then the compassion, matokeo inakuja. Pigia Yesu makofi mazuri. Na angalia hapa tu. Tusomee kitabu cha Hebrews 6:1. Hebrews 6:1. Therefore, yes, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from the acts that lead to death, and of faith in God. Na angalia hapa, maandiko yanasema repentance is elementary. Hii ni kitu ya kuanza tu. This is elementary. Elementary inamaanisha ni kitu tu ambayo ni ya kuanza. Na maandiko yanasema let us move to maturity. Now listen this. Ukiona dhambi inakulemea, you are just beginner. Wewe ni mtu ambaye uko hapo kwa repentance elementary. Na ukiwa sikiliza twende pamoja. Ukiwa ni mtu wa kutubu na kurudia, bado uliyampata Yesu. Maandiko yanasema ukishatubu ile dhambi, hata nipeane hii mfano ile imeandikwa hapa. Enga, ukishatubu enga. Next, maandiko yanasema next. Fundishwa what is anger na matokeo yake. Then from there is wise kika kwako tena. Unajua watu sisi tunatendana dhambi na kusema sisi ni binadamu tu. Mungu ajui sasa wewe ni binadamu. Anajua wewe ni mtoto wake. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu anajua wewe ni mtoto wake, ajui sasa wewe ni binadamu. Now listen, maandiko yanasema repentance is elementary. Maana unasikia habari ya dhambi na unaiacha. Lakini maandiko yanasema ndio uende to maturity, go to the teachings about anger. Then from there you stop completely. But what about sisi kwa Kristo vile tunafanya? Makaraba ya libus. Sikiliza hii. Uniambie bali tunaelekea sisi kama Wakristo. Umefika verse 3. Sikiliza hii, tukienda verse 3 na tunakaribia kumaliza. Lakini sikiliza. Verse 2. Yes, verse 2. Instruction about cleansing rites. Yes. The laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. 3. And God permitting, we will do so. Bwana Yesu asifiwe. Hapo wanaambiwa sasa si kuhusu repentance, maana mshatubu dhambi sasa ni kufundishwa ukisonga mbele. Ndio sasa uingie katika kile tunaita maturity. Now listen this. Ukienda crusade usikie hii ni dhambi na useme nimesikia nimeacha na ukose kuingia kanisani ufundishwe, hakuna mbingu utaenda. Halo? Sikiliza, ukiwa wewe unaenda mbinguni, maandiko yanasema ndio ukuwe na maturity. Usiwe ni mtu wa kuingia repentance, lazima ukae katika kufundishwa. Sio tena repentance, lakini sasa sikiliza, sasa ni mambo ya kiungu. Pigia Yesu makofi mazuri. I wish this, listen, I wish mungenipata kwa haraka ndio nikisimama hapa nisiwe sasa nafundisha about West repentance. Nianze kufundisha kuhusu habari za angel. Nianze kufundisha habari za the throne of God. Nianze kufundisha sikiliza vile Yesu anakuja kanisa. But how can we go there?
when this is not already permitted. Sikiliza vile Peter anasema. Umesoma 3. Haya, 2 Peter 2:20. 2 Peter 2:20. Sikiliza. 2 Peter 2:20. Lado shaba ya ndibus. 2 Peter 2:20. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. Pigia Yesu makofi mazuri. Tafuta Biblia iko rahisi kusoma kama hiyo kidogo inaleta taswishi. Now listen, 2 Peter 2:20 inasema ikiwa watafundishwa, sikiliza, mambo ya Mungu ili watoke katika dunia na warudi pale, sikiliza, watakuwa wasi. Now listen, yule mtu anatubu na anarudia ile dhambi, you are now becoming worse. You are becoming worse. Na kitu ambacho kitakuwa kimeharibika huwa kinangojea kuteketezwa kwa moto. Now listen, kanisa kama hii, ikiwa kazi tukifundishwa kitu hii ni dhambi, pengine sasa sauti tu, tukifundishwa kitu hii ni dhambi, alafu turudipane tena, sikiliza, tutakuwa sasa we are becoming worse. Sasa itakuwaje mwisho wake? Worst of the worst. Na sasa kitu kilichoharibika kitakwenda wapi? Apostle Peter walipitia changamoto. Watu waliotubu leo kesho wakarudi. And they told people you are now worse. Now listen, when God begins to say I am against you, ikumaanisha sasa you are worse. Sikiliza, Mungu akianza kusema I am now against you, ikumaanisha you are now worse. You are now worse. Sikiliza, ikiwa tutakwenda huo mundo tu wa kutubu tunarudia, itakuwa ni kama yule the book of 2 Peter 2:20 imesema we are becoming worse and we are wasting our repentance. Wakati wanataka tu we be wasting our repentance. You are wasting. Wakati wanataka tuache hii tabia ya waste repentance. Leo mkono wako. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, ikiwa unataka tuache hii tabia, 2 Peter 2:17-19 inasema nini? 2 Peter 2:17-19. Tusome tu pale kidogo sister. Malabalabush. 17. Yes. These people are springs without water. As springs without water. And mists driven by a storm. Soma sana kwa sauti. And mists driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. For they mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desires. Utasoma sasa, wacha nikuelezee mimi ndio twende haraka. Maandiko nasema na hawa watu walisema tunajua maandiko, we are free, we are set free, we have freedom, we are set free by Jesus. But maandiko inasema their boasting was nothing. Kisoma pale maandiko inasema was nothing. Maandiko inasema chochote ni kama watu ambao hawana chochote ndani yao kilichokuwa kiko na maana. Sisi wa Kristo tumepigia hiyo kiwango. We are wasting our repentance. Then Mungu akiwa juu mbinguni, maandiko inabadilika. Mungu anaona sasa sisi hakuna chochote tunafanya mbele zake. Nataka kupeana solution ikimalizia. Solution Solution, the book of Acts. Solution, the book of Acts 2:42. The book of Acts 2:42. Somea 42 inasema nini? Malabu shandeli bayandibus. Inasema nini?
They devoted themselves to the apostles' teaching. They devoted themselves to apostles' teaching. And to fellowship. And to fellowship. To the breaking of bread and to prayer. To the breaking of bread. One. Breaking of bread. To prayer. Prayer. Now listen. Kile kitakufanya usiwe mtu wa kutubu na kurudia. It is you do something we call defaulting. Defaulting. Unajua defaulting ni kujitolea. Defaulting. You know there are people who talk about God but they don't know which God they are talking about. Unakutana na mtu hata hapa sokoni anakuambia God is merciful. How God is merciful? Is merciful kwa wale ambao wanatii. Ukichukua false repentance ama kutubu unarudia, will God be merciful? Sikiliza. Tukiwa sisi ni watu wa kutubu tunarudia, will God be merciful to us? No. No. Haiwezekani kulingana na sheria. Now listen, solution is this. Maandiko yanasema Acts 2:42, they devoted themselves to apostles' teaching, breaking of bread and prayers. If you minus prayer in your life, you minus teaching, you are not mature. Those have been coming weekdays, they can testify now, they have knowledge. They have those sermons. Now listen, ukisemekana wewe ni wa Yesu, na sasa uingie katika mafundisho proper, you will waste yourself by repenting for nothing. Listen, kulingana na maandiko, repentance ni kusema sitarudia hiyo dhambi. But they are moving forward. You cannot make it without teaching. Maana Yesu asifiwe. Maandiko inasema only the mature people will see God. But if we are in that zigzag life, mfutiwa hapa kidogo sasa nimalize. This is the question. Tukitoka hapa, wangapi watarudia hii sala? Hebu nione kwa mkono. Wangapi watarudia? Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, if you don't default katika kufundishwa, you are getting lost. Hello? And you are not mature. Na mwisho wako destruction. Now this is the question. This is my question. Ikiwa kanisa la nchi ya Kenya, sikiliza, hata imefikia mahali wahubiri kujusi kwa TV na kila mahali sio hoja, because their repentance has become their lifestyle. Anatubu alafu natusi alafu naenda kutubu. God who told us God is interested in that kind of again. Baba nisamee alafu kesho unafanya. Baba nisamee kesho unafanya. Who told us as believers of God that God is interested in that kind of a job, in that kind of a mediocre, in that kind of a lifestyle? In the Bible, he was never interested. In the Old Testament, he was never interested. In the New Testament, he was also never interested. Na nakwambia kweli mimi kama mhubiri, and I feel the pain in me when God, listen, when you continue that life. Do you know we have some preachers in Africa? Do you know we have some preachers in Kenya whereby, listen, God will tell you them, I am against you. Why? Because of that kind of life. Repeating. Now what is that? Unafanya dhambi, unarudia, unatubu, unarudia. What is that? Mado radikayenda Masai. Now listen, I want to listen. Don't look at your friend, look at yourself personally. Angalia tu maisha yako wewe mwenyewe tu.
Kuna zile tayari nimefundisha hapa na unajua hii kabisa ni nani. Jiulize, umerudia mara ngapi? Umetubu karudia, umetubu karudia. Now, the level you are, listen, bali umefikia. If God says I am against you, are you comfortable? Mungu akisema sasa mimi niko kinyume na maisha yako ya wokovu, what will you do? Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Kuna zile tukimaliza ibada hii ukienda nyumbani kati uangalie zile dhambi unajua na unarudiana ukitaka. And then you think about them. Because if you don't do that, then listen. If God says I am against you, where will us go? In the book of Revelation, God said, Revelation iliyokuja nabii John, prophet John, amwambia I am against. Hizi kanisa ni sawa, zinafanya vizuri, but I am against that. Hiyo against ndio shida. Pia akasema I am against the preacher Jezebel, the woman Jezebel, because of his teaching, because of her teachings. Now listen, mimi nikiwa mhubiri, sitaki nifike mahali Mungu aniambie I am against your teachings. No. Hapa nikwambie ukweli, uamue vizuri tu wacha tuende mbinguni, ama uamue vizuri wacha niende hell fire. Na hiyo itakuletea manufaa katika maisha yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, because I know all of us, we need to enter heaven. Listen, mimi nakushauri kama mhubiri, default jitolee kujua maandiko. Jitolee. Usiingie na msisimuko. Unaona mtu kwa TV, unaona mtu kuruse, unaingia na msisimuko. Hata utaenda kubarikiwa, amen. Na wewe unatubu ukirudia. Is God pleased with that? Lay kando mahali masaya. Now listen, hata wale umeolewa hapa, kitu unafanya, na wale umeoa, kitu unafanya, na wale ambao ni unarika, kitu unafanya, na unaona si nzuri. Stop it and don't repeat. Ikiwa uko hapa listen, na mtoto wako pengine anakunywa pombe, ni vizuri kumwambia you should stop. Na Yesu asifiwe. Mimi nilimwambia kwa sababu ananiambia nikiacha nitakuwa wazimu. Acha tu nayo ukue wazimu, uende mbinguni, kuliko kuenda nayo na uishi. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, listen. There is one thing I would like to tell you as we finish. Atukienda kumaliza kuna kitu nataka nikuambie tu. Roho safi mbele za Mwenyezi Mungu. Ikiwa leo utajiamulia kumwambia Mungu, mimi nitajitolea kujua maandiko, nitajitolea kuomba. Hizi kesha tunawekanga ni hili sasa, Mungu asiseme I am against you. Usione kesha ni kutesa mtu, ni kwa ajili ya manufaa yako. Revivals ni kwa ajili ya manufaa yako. Sasa mimi nataka nione wale watu ambao wanasema tu Mungu mahali nimefikia, nataka tu unisaidie nifike mbinguni. Na niwe ni walo, nataka tu unisaidie. Nyote mkono wako. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen to this. Kuna habari zingine huwa zinanifikia, zinaniuma kwa moyo. Lakini nasema kama imekuwa hivyo, acha iko hivyo. Unaweza unakuwa mshirika wako kidogo na kusikia umeenda mahali kwa sababu nimekuambia achana na hii dhambi. Unakimbia unajoin another church. Maana pale hakuna kuambiwa acha dhambi, unaambiwa tu utaenda kuona vizuri. Amen. Sasa unaenda kusema amen kitu yenye ujui. What if naye Mungu akuja ambie wewe mhubiri na wewe I am against everything you are doing? Where will you go? Unaona ni afadhali tubadilike ama tukimbilie kule tunasema amen bila mabadiliko? Wangapi wanasema tukimbilie huko? Wangapi wanasema tubadilike? Pigia Yesu makofi mazuri. The best way it is to streamline ourselves. Kujipanga na kusema niwe ni wao. Sisi ni watu wa kujua neno,
liwe liwalo, sisi ni watu wa maombi, liwe liwalo, Mungu atatembea na sisi. Kuliko tukiambiwa na Mungu achana na hii, tunakimbilia kule tunasema amen tukiwa na makosa, amen tukiwa na wasted repentance. Hiyo si nzuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi nataka hii wiki ikuwe ni wiki yako ya mabadiliko makubwa sana. Liwe liwalo, kile kitu umekuwa ukitubu na unarudia tena. Ukiona ni hii, afadhali ukimbie. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ni hii, afadhali ukimbie. Like sisi wa Kristo kuna kitu kingine inatatiza. Kama fungu la 10, unaleta hii mwezi mwingine unakula. Unaleta tena, unafikiria miezi 3 umekuwa sawa, hiyo mwezi mwingine unarudi. Sasa Januari Mungu akisema I am against you. Ukisoma Malaki inasema ilifika mahali Mungu akasema sitaki sasa sadaka zenu, na sitaki chochote mnatoa, na sihesabu kama mafi, na sitaki sala za makuhani, sitaki. Unataka Mungu ifikie pale? Unataka ifikie pale? Wangapi wanasema hatutaki ifikie pale? Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi nasema nataka Mungu akiniongelesha na niambia I am happy. My preacher Daniel, I am happy. Maana wale watu nimewapea, nimekupea, sauti ni sawa, mahubiri ni sawa, wanatii ni sawa. Mimi hiyo ndio nataka Mungu aniambie. Lakini sitaki kitu inakuja tu malaika anakuja ananiambia I am against your people. They are this every day. They don't give their tithes. They steal every day. Hiyo ripoti kinikujia naumbika kama mwanadamu. Lakini kwa sababu kuna Mungu ninatii. Pigia Yesu makofi mazuri. Nikimalizia, na kuna hii katikati ya wiki malaika akanitembelea tu nikiwa nimelala. Niambie kwamba kuna watu wako hawapendi kuja kanisani Sunday na hakuna kitu wanafanya. And I am against them. Tell them I am against them. Na mimi kabla niwafikie, if there is our member mwenye akujali kanisani, mwambie God is against that person. He should take an action ya haraka kurudi kanisani before God takes an action. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Leta la badabush. Tusimame tu. Tusimame. Simama mali. Nataka tu uinue mkono hapo ulipo tu. Uinue tu mkono hapo ulipo tu. Kimaliza. John, kuna mtu ametoka nje. Mwambie. Hapo mikono. Na mikono yako tu hiyo. Nataka tukione ni wametoa hivi. Mwambie Mungu. Tuwe tunema mikono yako tu. Asipopea. Mwambie tu Mungu, sina haraka ya kwenda nyumbani. Niko na haraka ya kuwa pamoja nawe. Mungu, sina haraka ya kwenda nyumbani. Niko na haraka ya kuwa na ushirika nawe. Watu mikono yako pale kote. Mwambie tu Mungu, mimi nimekuwa mtu wa kutubu na kurudia. Leo niokoe Yesu. God is not like a human being.
ili wewe in the name of Jesus. Na unapone katika jina la Yesu. In the name of Jesus. God of faith, God of healing, deliver us from the laziness to understand your word. Deliver us from wasting repentance and give us life in maturity. And give us life in maturity in the name of Jesus. Anybody mwenye anahitaji life in maturity, raise up your hand. Anybody mwenye anahitaji life in maturity, raise up your hand. May it be upon in the name of Jesus. Katika Yesu Kristo alikawe juu yako. Leta ukande Messiah. In Jesus' name I pray and believe. Amen.